naongea na Mheshimiwa Waziri Nanauka, akanipigia hapa. Mheshimiwa Nanauka, kama una dakika moja, watu wa Kiamlaila wanakusikia, naomba angalau uwape matumaini. Nipo kwenye mkutano wa vijana hapa. Uko kwenye mkutano? Nipo kwenye mkutano, niko na vijana wa Kiamlaila. Huko tunatoa elimu kuhusu fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye serikali. Aisee, kwanza hongera sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mimi nafuatilia, nimeona ndio unapita mazungumzo na vijana na iko taasisi ambacho tunatamani kifanyike. Ndio. Sisi kama wizara tutaendelea kuhakikisha taarifa zinapatikana, lakini hasa fursa. Ndio. Ilipokuja wakati niliwaambia kwamba nimefurahishwa sana na namna ambavyo vijana wa Kagera mnachangamkia fursa. Jamani, makofi ya kutosha kwa Mheshimiwa Waziri. Ndio. Kwa hiyo na mimi nitaendelea kuona tunaweza kusukuma mambo mengi. Ndio. Upande wenu pia, ili muweze kutumia hizo fursa kwa ufanisi zaidi. Makofi kwa Mheshimiwa Waziri. Ndio Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo tuko pamoja, tuendelee kumsemea Mheshimiwa Rais, bado ana mipango mingi sana ya vijana na mimi nitaendelea kuhabarisha, lakini pia kuwashirikisha kwa karibu. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru, na mimi na dakika mbili namalizia mkutano, nitarudi kwako. Hamna shida, wewe maliza tu tutaongea baadaye. Haya, asante. Makofi ya kutosha kwa waziri wetu wa vijana. CCM oye! Mama Samia oye! Jamani, mambo mnayaona hayo? Hayo ndio mambo tunayoyatafuta. Mmeona waziri anatafuta kujua tunaendeleaje. Alafu anapotokea mtu anasema waziri hafanyi kazi, huyo tunamuelewa? Eti tunamuelewa huyo? Anafuatilia, na mmesikia anasema tutaendelea kuhakikisha vijana wananufaika. Haya ndio matokeo ya vinafursa. Tupigieni makofi vijana wetu. Kwa hiyo na sisi tunamhabarisha kila hatua. Kila tunapokuwa tumefika tunamwambia hapa tumekuta 1, 2, 3. Kwa hiyo na haya ambayo yanaendelea kama alivyosema dada Felista, maafisa hawatoshi. Serikali inaendelea kuajiri. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri akiweka msukumo waajiriwe kwa wingi, ndio na ninyi Kiamlaila mtafanya nini? Mtapata afisa. Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaambia, mkinipa ridhaa kwa mara ya pili, surprise ya kwanza ni bilioni 200 tunaleta kwa ajili ya kunufaisha vijana, kina mama na makundi mengine kwenye jamii. Lakini la pili, Dr. Samia akasema hatutoishia hapo. Ile mikopo yetu ya 10% inayotoka kwenye halmashauri kwa utaratibu wa 442 unaendelea. Lakini Dr. Samia hakuishia hapo, akasema mkitupa tena ridhaa, tutaendelea kushirikiana na sekta binafsi ili ziendelee kuleta fursa ya mikopo, na tumeona jambo hilo linafanywa na benki zetu za NMB na CRDB. Kwa hiyo tunazo fursa za kutosha za watu wa Kiamlaila kunufaika na serikali yao. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Na katika mapambano haya ya kutafuta hela, wajibu wetu sisi kama viongozi ni kuja kuwaletea elimu ya namna gani mnapata fedha zilizotoka kwenye serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatutaki watu waanze upotoshaji. Wako watu wameanza kupotosha, nadhani kwenye mitandao umewaona. Uongo kweli? Badala ya kumshukuru Rais Samia, tukamwambia Rais Samia, vijana tumeteseka muda mrefu, tunakuwa na changamoto zetu, hatuna pa kuzipeleka, hatuna waziri, hatuna wizara. Dr. Samia akasema nimewasikia, nimewaletea waziri anayehusika na vijana. Badala tumpongeze na kumshukuru rais na tumtie nguvu waziri wetu wa vijana, ndugu yetu Nanauka, wanatokea vijana wasio na nidhamu na malezi kwa wazazi wao. Wao wanakuja kuambia hizi fedha ni utapeli, wewe waziri anazurura. Tunamwambia ashindwe na leke.